Licha ya kwamba Marekani imekuwa na washirika wengi katika masuala ya biashara, lakini bado Urusi imekuwa ikiongoza kwa kusambaza mafuta ya nyuklia kwa Marekani, licha ya marufuku ya uagizaji wa bidhaa zilizotolewa chini ya rais wa zamani Joe Biden. Hii ni kwa mujibu wa idara ya nishati ya Marekani DOE ambayo imefichua hayo. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akiwaza juu ya kuweka vikwazo, na hata wakati uliopita Joe Biden, rais wa zamani wa Marekani, aliyeweka vikwazo dhidi ya Urusi, lakini bado Marekani imekuwa ikipokea kwa kiasi kikubwa mafuta ya nyuklia. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka ya uuzaji wa uranium ya kila mwaka ya shirika hilo iliyotolewa Jumanne, Urusi imetoa 20% ya uranium iliyorutubishwa iliyonunuliwa kwa mtambo wa kibiashara ya Marekani kwa mwaka 2018, ambapo Ufaransa ilitoa 18%, Uholanzi 15%, Uingereza 9% na Ujerumani 7%, wakati 19% ya urani iliyorutubishwa ilitolewa ndani ya nchi. Urusi ndio taifa pekee ambalo limeuza 20% ya uranium, ambapo bado Marekani inaitegemea Urusi. Joe Biden alitia saini sheria ya kuzuia uagizaji wa uranium ya Urusi kuwa sheria mnamo mwaka 2024 na kupiga marufuku, ambapo ilianza kutumika mnamo Agosti mwaka huo. Katika kulipiza kisasi, Moscow iliweka kizuizi cha muda kwa mauzo ya uranium iliyoboreshwa kwenda Amerika mnamo mwezi Novemba. Sheria hata hivyo ina mfumo wa msamaha unaoruhusu ununuzi kutoka Urusi hadi mwaka 2028 ikiwa hakuna usambazaji mbadala unaopatikana au ikiwa uagizaji unachukuliwa kuwa muhimu na wa kimkakati. Gazeti la Bloomberg limeripoti kwamba msamaha uliotolewa kwa Constellation Energy Corp, kampuni kubwa zaidi ya nyuklia ya Marekani, na Centrus Energy Corp, mojawapo ya warutubishaji wawili wa ndani wa urani. Urusi inashikilia nafasi ya kwanza katika kurutubisha mafuta ya uranium duniani. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii ndio hali ambayo inayafanya mataifa mengi kushindwa kukabiliana na Urusi, kutokana na kwamba Urusi ina rasilimali muhimu zinazohitajika ulimwenguni. Ni vigumu kuitenga Urusi kwa namna moja ama nyingine. Mataifa magharibi ambayo yananunua mafuta, ambayo pia Marekani ilidai kwamba yanapaswa kuachana na mpango huo, lakini yenyewe bado imeendelea na ununuzi wa mafuta ya urani. Ingawa Biden alitenga fedha mpya kwa ajili ya kupanua uwezo wa kurutubisha Marekani, katibu msaidizi wa zamani wa rasilimali za nishati Geoffrey Piat alionya mnamo Januari kwamba itachukua muda kuunda mnyororo wa usambazaji usiokuwa wa Urusi. Tangu rais Donald Trump aingie White House mwaka huu, Washington na Moscow zimefungua tena mazungumzo ya moja kwa moja juu ya hatua zinazowezekana za kurekebisha uhusiano wa kibiashara. Mwezi uliopita, Rosatom, kampuni kubwa ya nyuklia ya Urusi, ilisema inasalia kuwa mzalishaji mkuu wa mafuta kwa vinu vya nyuklia. Bado tunashikilia nafasi ya juu duniani kwa urutubishaji wa urani, naibu mkurugenzi mkuu wa kwanza Kirill Komarov alisema. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo kwa sasa. Ni Urusi ambayo mataifa magharibi yanatamani kuitenga, lakini ni Urusi ambayo inatoa bidhaa muhimu ulimwenguni. Baadhi ya mataifa yanataka kuitenga, na hata Marekani inayataka mataifa mengine yaache kununua bidhaa kama vile mafuta na gesi, lakini bado yenyewe imekuwa na utegemezi juu ya mafuta ya urani. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.